Mbui magazeti. Ukurasa wa kwanza wa gazeti la The Standard Sakali wanasemaje? Where are they? Swali hilo. Police officers on the run. Kwamba afisa wa polisi ambao waliweza kutajwa na DCI kwamba walihusika katika mojawapo wa mauaji ambayo ni ya kushtua zaidi nchini. Nazungumzia mauaji ya Daktari Victoria Mutiso pale. Inspector Kenneth Kipkemboi na Constable Elijah Kibelion na Collins Kiplangat ambao wanaripotiwa kwamba ndio walihusika katika mauaji yale. Sasa hivi hawajulikani waliko, huku alikuwa naibu rais Rigathi Gachagua akidai kwamba maafisa hao wale waliweza kulipwa 1.5 million shillings kuweza kufanya mauaji hayo. Bila shaka ni taarifa ambayo pia inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti la The Standard, wakisema kwamba mystery deepens over whereabouts of officers linked to Mutiso's murder. And of course ni taarifa ambayo jana ukiangalia kiongozi wa chama cha DCP former deputy president Rigathi Gachagua alikuwa anasema kabisa kwamba kwa uelewa wake kwamba maafisa wawili wa polisi wanalindwa na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen. Kulingana na Rigathi Gachagua, he is very categorical kwamba walikuwa wametua mbaroni na wakaachiliwa kutokana na agizo la waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen. That's according to Rigathi Gachagua. Na ni taarifa ambayo pia wakiangalia katika ukurasa wa pili wa gazeti la The Standard pale ndani, wanasema Gachagua, Kikuyu police station is a base for killer cops. Ukurasa wa tatu, Joe Biden alikuwa rais wa taifa la Marekani, isisaulike kwamba yaugua ugonjwa wa prostate cancer. Tazidume ile. Bila shaka tazidume no. Sasa hivi basi taarifa ile ipo katika ukurasa wa tatu ikirejelea haja ya utambulisho wa mapema kwa maana ya vipimo na kuweza kubaini iwapo kuna ugonjwa ule ili matibabu yaanze mapema. Nasema kwamba Joe Biden's prostate cancer battle highlights need for early diagnosis. Ni taarifa ambayo ipo katika ukurasa ule. Na bado katika masuala ya hayo ya afya, striking nurses their governors to high replacements. Sasa wauguzi ambao wanagoma waambia Council of Governors ama baraza la magavana kwamba endeleeni basi na nia yenu hiyo kuajiri ama mchakato ule kuweza kuajiri wauguzi wa kushikilia na mtaweza kujua. Bila shaka ukurasa wa sita wa gazeti la The Standard linazungumzia the rest to stop Ruto. Ni kwamba mbio zile za kuelekea ikulu zinaendelea kuchacha zaidi. And by the way, Sakali, leo ikiwa ni tarehe 10 Agosti, sasa ni kwamba ni rasmi kwamba ni miezi 12 exactly kabla uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 10 2027, sio? Na ukiangalia unazungumzia namna senator wa county Nairobi Edwin Sifuna alipata mapokezi makubwa sana katika ziara yake ya maeneo ya magharibi jana. Na over the weekend, Jumamosi pale zungumzia Jumapili, na niliona mpaka kina mama walikuwa wametandika leso zao pale kumpokea. Labda kwa tamaduni na mila za Waluya kule kuna maanisha nini? Kwa sababu inanikumbusha tu namna Yesu Kristo alikuwa amepokelewa. Nadhani kwamba inaendana na yayo haya ya Yesu Kristo, kwamba inamaanisha ni hadhi ya juu zaidi ya heshima ambayo kiongozi anaweza akapatiwa ama mfalme anaweza akapatiwa. Kwa hivyo nadhani kwamba ni ile heshima ama ile hadhi ambayo anatunukiwa Edwin Sifuna. Bila shaka ukizungumzia ukurasa wa 8 wa gazeti la The Standard unazungumzia IBC set 6.1 billion as presidential election campaign spending limit. Sakali, kwa nini IBC is doing what we call flip-flopping? Sijuzi tu hapo alisema kwamba anataka kwa rais hawezi tumia more than 4.7 billion. Ilikuwa pendekezo. Ikawa kwamba wataweza kujadiliana na washikadau mbalimbali. Na mwisho siku nadhani kwamba wameweza kusettle on 6 billion shillings. Japo tutajadiliana kwa nini. I mean it's ironical. 6.1 billion. Yes. Kwa mtu ambaye kwa miaka 5 hawezi akapata even 4 billion. Exactly. Why are you going to spend 6.1 billion then? Good one. And then still on the same, katika gazeti la Daily Nation nikitoka Standard kidogo, taarifa yao kuni yayo hayo ambayo umeyataja kuhusiana na IBC na mambo mengine, na hata ushataja kwamba ni mwaka mmoja kuelekea uchaguzi mkuu ujao, kwamba 1 year to go, decision 2027. Ndio taarifa kuu katika gazeti la Daily Nation. Na kuna picha pale Rais William Ruto na wale United Opposition vigogo pale wa kisiasa, na vile vile kuna zile tarehe za kuelekea bila shaka uchaguzi mkuu huo. Bila shaka ukizungumzia ukurasa wa 9 wa gazeti la The Standard kwamba UDA ODM talks that could shape the 2027 election. By the way, wanakutana pale Naivasha, county Nakuru, wame broad-based parliamentary groups wanakutana. ODM na UDA wanakutana pale katika county ya Nakuru, eneo la Naivasha. Bila shaka mkutano ambao unaanza this morning bila shaka kuzungumzia mwelekeo wa kuelekea uchaguzi mkuu wa 2027. Na youth leader Oburu Odinga amesema kwamba yeye anataka kuwa deputy president. By the way, amesema anatosha. Angalia mimi kwani amuone mimi sitoshi jamani. Bila shaka msikilizaji, ndio taarifa uchambuzi magazetini. Jinyakulie nakala yako ya Kenya's bold newspaper The Standard. Bila shaka ni shilingi 60 tu jamani.